Mazishi ya mume ni sehemu ya mpango wa Mungu tangu mwanzo wa uumbaji. Mungu alipomuumba mwanadamu, alimuumba mwanaume na mwanamke kwa kusudi maalum. Ndoa si tu muunganiko wa watu wawili, bali ni sehemu ya mpango wa Mungu. Mwanamke anapolewa ajifunze na kuelewa uumbaji wa mume wake, namna anavyofikiri, tabia yake, uwezo wake, vipawa vyake. Mfupa katika mifupa yangu, niwe karibu naye. Mfupa katika mifupa yangu, niwe ndani ya moyo wake. Si mgeni tena, si mtu wa nje. Mfupa katika mifupa yangu, na nyama katika nyama yangu. Mhubiri 11 aya ya 5 unaonyesha kuwa uumbaji wa mtu ni kazi ya siri ya Mungu. Kabla ya kutaka kumbadilisha mume wako, ni muhimu kwanza kumwelewa. Mwanzo 2:21 hadi 23. Mungu akamtoa mwanamke katika ubavu wa Adamu. Adamu alipomwona akasema, huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Hivyo ndoa ifike pale anapokuona si kama mtu wa nje, bali sehemu ya maisha yake. Mfupa katika mifupa yangu, niwe karibu naye. Mfupa katika mifupa yangu, niwe ndani ya moyo wake. Si mgeni tena, si mtu wa nje. Mfupa katika mifupa yangu, na nyama katika nyama yangu. Mithali 23 aya ya 7. Mtu alivyo ndani ya nafsi yake, ndiyo alivyo. Hivyo namna anavyokumwona ndani ya moyo wake, ndiyo itakayomjenga kuheshimu na kuthamini. Amani inaanza hapa, na hekima ya kuishi pamoja. Si kila tofauti ni kosa, si kila tofauti ni dhambi. Mfupa katika mifupa yangu, niwe karibu naye. Mfupa katika mifupa yangu, niwe ndani ya moyo wake. Si mgeni tena, si mtu wa nje. Mfupa katika mifupa yangu, na nyama katika nyama yangu. Mm-hmm.
na uliokusudia tangu mwanzo. Kabla sijajua jina lake, wewe Bwana ulimjua. Kabla macho yangu hayajamwona, mikono yako ilimuumba. Kama nisivyojua njia ya upepo, wala mifupa ikuavyo tumboni, ndivyo nisivyojua kazi zako. Lakini wewe wajua yote. Sitachukua mfupa usio wangu, sitashikilia uliokataa nafasi yake. Niongoze kwenye kusudi lako, nirudishe kwenye mpango wako. Mfupa wangu, mfupa wangu, ulioumbwa kwa kusudi la Mungu. Mfupa wangu, mfupa wangu, rudi mahali Mungu alipokuweka. Kilichovunjika kiungane, kilichotengana kirudi tena. Mungu wa uumbaji anajua mfupa wangu ulipo. Adamu alipolala usingizi, Mungu akafanya jambo la siri. Akautwaa mfupa wa ubavuni, akamleta mwanamke kwake. Akasema, huyu sasa ni mfupa, mfupa katika mifupa yangu, nyama katika nyama yangu. Hapa ndipo siri ilipo. Sitachukua mfupa usio wangu, sitashikilia uliokataa nafasi yake. Niongoze kwenye kusudi lako, nirudishe kwenye mpango wako. Mfupa wangu, mfupa wangu, ulioumbwa kwa kusudi la Mungu. Mfupa wangu, mfupa wangu, rudi mahali Mungu alipokuweka. Kilichovunjika kiungane, kilichotengana kirudi tena. Mungu wa uumbaji anajua mfupa wangu ulipo. Mfupa usiovunjike, mfupa usipotee, mfupa usihame kwenye kusudi, mfupa urudi mahali pake. Kila kilichotenganisha, kila kilichovunja, kila kilicho
na unajua mahali pake. Mfupa wangu ukae mahali pako. Nafasi ya mume ni sehemu ya mpango wa Mungu tangu mwanzo wa uumbaji. Mungu alipomuumba mwanadamu, alimuumba mwanaume na mwanamke kwa kusudi maalumu. Ndoa si tu muunganiko wa watu wawili, bali ni sehemu ya mpango wa Mungu. Mwanamke anapolewa ajifunze na kuelewa uumbaji wa mume wake, namna anavyofikiri, tabia yake, uwezo wake, vipawa vyake. Mfupa katika mifupa yangu, iwe karibu na yeye. Mifupa yangu iwe ndani ya moyo wake, si mgeni tena, si mtu wa nje. Mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Mhubiri 11 aya ya 5 unaonyesha kuwa uumbaji wa mtu ni kazi ya siri ya Mungu. Kabla ya kutaka kumbadilisha mume wako, ni muhimu kwanza kumwelewa. Mwanzo 2:21-23, Mungu akamtoa mwanamke katika ubavu wa Adamu. Adamu alipomwona akasema, huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Hivyo ndoa ifike pale anapokuona si kama mtu wa nje, bali sehemu ya maisha yake. Mfupa katika mifupa yangu, iwe karibu na yeye.
3 aya ya 7. Mtu alivyo ndani ya nafsi yake ndio alivyo, hivyo namna anavyokumwona ndani ya moyo wake ndiyo itakayomjenga. Kuheshimu na kuthamini amani inaanza hapa, na hekima ya kuishi pamoja. Si kila tofauti ni kosa, si kila tofauti ni dhambi. Mfupa katika mifupa yangu, we karibu naye. Mfupa katika miangu, iwe ndani ya moyo wake. Si mgeni tena, si mtu wa nje. Mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu. Mungu wa uumbaji, wewe wajua siri ya mfupa ulioumba tumboni na uliokusudia tangu mwanzo. Kabla sijajua jina lake, wewe Bwana ulimjua. Kabla macho yangu hayajamwona, mikono yako ilimuumba. Kama nisivyojua njia ya upepo, wala mifupa ikuwavyo tumboni, ndivyo nisivyojua kazi zako, lakini wewe wajua yote. Sitachukua mfupa usio wangu, sitashikilia uliokataa nafasi yake. Niongoze kwenye kusudi lako, nirudishe kwenye mpango wako. Mfupa wangu, mfupa wangu, ulioumbwa kwa kusudi la Mungu. Mfupa wangu, mfupa wangu, rudi mahali Mungu alipokuweka. Kilichovunjika kiungane, kilichotengana kirudi tena. Mungu wa uumbaji anajua mfupa wangu ulipo. Adamu alipolala usingizi, Mungu akafanya jambo la siri. Akautwaa mfupa wa ubavuni, akamleta mwanamke kwake. Akasema, huyu sasa ni mfupa, mfupa katika mifupa yangu, nyama katika nyama yangu. Hapa ndipo siri ilipo. Sitachukua mfupa usio wangu, sitashikilia uliokataa nafasi yake. Niongoze kwenye kusudi lako, nirudishe kwenye mpango wako. Mfupa wangu, mfupa wangu, lioumbwa kwa kusudi la Mungu.
Kilichovunjika kiungane, kilichotengana kirudi tena. Mungu wa uumbaji anajua mfupa wangu ulipo, mfupa usiovunjike, mfupa usipote, mfupa usihame kwenye kusudi. Mfupa urudi mahali pake, kila kilichotenganisha, kila kilichovunja, kila kilichohamisha, leo kipoteze nguvu zake. Mfupa wangu, mfupa wangu, ulioumbwa kwa kusudi la Mungu. Mfupa wangu, mfupa wangu, urudi mahali Mungu alipokuweka. Mfupa kwa mfupa, nyama kwa nyama, kusudi kwa kusudi, mpango wa Mungu usimame. Kama nisivyojua mifupa ikuwavyo tumboni, ndivyo nisivyojua kazi zako, lakini najua wewe Mungu wa uumbaji unajua mfupa wangu na unajua mahali pake mfupa wangu. Ukae mahali pako.